Tuliambiwa twende shule ili kwamba kesho maisha yawe salama. Tukaambiwa tusome sana na kupata maksi za juu ili kesho maisha yasiharibike. Wengine tukaaminishwa kwamba tukisoma sana tutapata ajira nzuri na tutapata pesa nyingi, na wengine tukaaminishwa kwamba tutakuwa matajiri. Lakini shida ni kwamba hata wale wasomi waliotutangulia tukiwatazama, wengine maisha yao yanaisha kupata kipato, wengine wameshindwa kutengeneza utajiri, wengine wamekuwa na madeni ambayo hawawezi kuyalipa, wengine wamekuwa na madeni ambayo wana uwezo wa kuyalipa lakini yanawasonga sana kiasi ya kwamba hawawezi kuendelea zaidi. Ndipo swali linakuja, kwa nini wasomi wengi ni maskini? Nikukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo unaweza kupata hekima ya kila siku, maarifa na mafundisho ya kusaidia kufikia kwenye kilele chako cha mlima wa mafanikio. Naam, kwa sababu mafanikio ni haki ya wote. Karibu. Tukiangalia maisha yana ukweli wake ambao hatukuambiwa shuleni. Na ukweli ule tunakutana nao baada ya kutoka kwenye shule. Pamoja baada ya kutoka pale chuoni, wakishatoka kwenye university ndipo wanakutana na yale matatizo kwenye jamii. Wengine baada ya kutoka katika sekondari, wakienda kwenye maisha katika dunia, wanakutana na shida kubwa kubwa ambazo zinaendana na matatizo ya kiuchumi. Lakini swali kubwa ni kwa nini sasa wale ambao ni wasomi, ambao walikuwa katika madarasa, wakawa wanapewa maahadi ya kwamba mambo yangekuwa salama, mambo yangekuwa sawa, kwa nini wengi wao ni maskini? Hata na inashangaza kwamba hata kuna walimu ambao unamkuta mwalimu ambaye ni mwalimu wa uchumi, anafundisha watu elimu ya fedha, lakini yeye mwenyewe maisha yake kweli ni magumu mno. Maisha yake yana matatizo ya kifedha, familia yake ina matatizo ya kifedha, lakini elimu anayo. Shida kubwa ni nini? Ziko tatizo nyingi sana ambazo zinaweza zikawa zimekuwa ni chanzo cha ukweli ule, lakini tutazungumzia tu baadhi ya matatizo ambayo hukutana nayo wasomi, au ambayo wasomi wanashindwa kuyakubali pale wanapotaka kubadilisha elimu yao kuwa fedha. Ninapoanza kutoa sababu, niseme kwanza kwamba katika kitabu changu cha Mafanikio ni Haki ya Wote nimewahi kuzungumza kuhusu jambo ambalo linasema kisa cha mtu ambaye nilimkuta kwenye kampuni yake ndogo. Alikuwa ameandika, anasema shida sio kusoma, shida ni kubadilisha elimu kuwa pesa, kuibadilisha kuwa kazi. Hiyo ndiyo shida. Tunaweza tukaenda shuleni wote kabisa, lakini kubadili pesa, kubadili elimu igeuke kuwa pesa, au kuibadili elimu iwe ajira, hiyo ni kazi nyingine. Tatizo ya kwanza shuleni pale tulipofundishwa, tatizo ya kwanza kabisa ni katika mfumo. Mifumo nyingi ya shule huwa haiwaandae watu kwa ajili ya kutengeneza utajiri, inawaandaa kwa ajili ya kutengeneza ajira, kwa maana ya kusema waajiriwe. Shule nyingi zinaandaa watu ili wawe wafanyakazi wa makampuni. Mfumo huo sio mfumo ambao unaweza kutengeneza wasomi ambao ni tajiri. Hauwezekani na haitawezekana, kwa sababu ukishaandaliwa kwamba wewe ukimaliza hapa utapata ajira nzuri, ukitoka shuleni kile unachofanya ni kwenda kutafuta ajira, uajiriwe sehemu. Na hata kama utaajiriwa, haukuandaliwa ili utengeneze utajiri, uliandaliwa ili uwe mtumishi wa kampuni, ukatumike katika makampuni. Lakini ninataka uelewe kitu. Je, kwa kusema kwangu hivi ninataka kuidharau elimu? Sijadharau elimu. Ninataka kwamba uelewe ya kwamba elimu peke yake haiwezi kukufanya uwe tajiri, hilo haliwezekani. Lakini pia nataka nikuonesha ya kwamba shule yenyewe haitoshi kukufanya kuwa tajiri, kwa sababu mifumo tofauti ya shule ambayo tumesomea, nyingi yake inatuandaa ili tukitoka pale twende tuajiriwe, na katika kuajiriwa tutengeneze kipato, sio katika kutengeneza utajiri. Labda utauliza, mwalimu, ni tofauti gani iliyopo kati ya kipato na utajiri? Labda tuseme hivi, utajiri ni nini? Utajiri ni mali yote ulio nayo baada ya kuondoa madeni. Utajiri ni mali yote ulio nayo baada ya kuondoa madeni. Utajiri huo unaweza kuwa, au mali yale yanaweza yakawa ni mali yanayogusika au yasiyogusika. Na sasa
kipato ni amount fulani ya fedha au ni mapato yaliyoingia kwa kipindi fulani. Tuchukue mfano, kwa mwezi unapata $1,000, lakini una deni la $10,000 pale benkini. Wewe ni maskini, kwa sababu unapambana kusudi uishi na ulipe madeni yako. Kwa hiyo sasa ukweli huu uko kwa wasomi wengi tena wengi sana kabisa. Mfumo ambao tulipitia katika kusoma kwetu, mifumo haikutuandaa ili kwamba tupate kuwa matajiri. Ilituandaa ili kwamba tuwe waajiriwa ambao wanasubiri mshahara kila mwezi na tutumike kwenye mifumo. Kwa hivyo sasa, hiyo ni sababu ya kwanza inayowafanya wasomi wengi kuwa ni maskini. Sababu ya pili ni kwamba wasomi wengi wana kiburi cha kufahamu. Unajua, ukishadhani unajua, ina maana haujui. Kuna wakati unadhani kwamba unajua, kumbe haujui. Na hapa ninamaanisha nini? Wengi wa wasomi hawana nidhamu ya fedha, na inatokana pia na sababu mbalimbali, ila kuna sababu ile ambayo kwamba ulitengenezwa ili kwamba upate mshahara mwezi baada ya mwezi. Kwa hiyo utakuwa na nidhamu ndogo kwa sababu kwa ajili ya fedha, kwa kuwa wewe kwako mindset yako inakwambia mwezi ukiisha fedha nyingine itaingia. Kwa hiyo hawajifunzi elimu ya utumiaji wa fedha, kwa maana ya kusema ya kwamba ninaweza nikatumia hii nikaacha hii. Ile nidhamu kwa kuifuatilia kabisa, unafuatilia bajeti yako. Wengi wa wasomi hawajali kile kitu, kule kuzani kwamba wakati mwingine fedha zitaingia. Ni kama vile tulipokuwa kwenye machimbo ya madini, unakuta ya kwamba baada ya kupata fedha nyingi sana katika mchana mmoja, yule mchimba madini ametumia zote mchana wote ule, zimekwisha, na jioni anatafuta apate nauli ya kumfikisha pale tena kazini ambako anaenda kuchimba tena madini. Na hilo linawafanya wengi wawe ni maskini, wawe ni maskini. Tunaposema ya kwamba utajiri ni mali yote ulio nayo kwa kuondoa madeni, kuna utafiti fulani ambao ulifanyika na Federal Reserve ya Marekani. Inaonyesha ya kwamba watu ambao wana diploma zikubwa, changamoto walizo nazo ni kwamba wana madeni, lakini wengi wao wana uwezo wa kulipa yale madeni, kwa kuwa kuna madeni yanayotokana na mikopo ya shule, ili kwamba upate kusoma unalipiwa kipindi fulani, wanakulipia ili kwamba ukishaingia kazini wanaanza kukata kidogo kidogo kwenye mshahara wako ili kwamba upate kulipa yale madeni. Lakini ilionyesha kuwa kuna changamoto fulani ambayo ya watu ambao walikuwa ni wasomi, walichukua mikopo ya shule lakini pia wakashindwa kulipa, wakachukua muda mrefu sana katika kulipa, na wengine mpaka sasa wana madeni. Kuna wengine ambao walifariki wakiwa na yale madeni yale ambayo yalichukuliwa kipindi wako shuleni. Sasa shida kubwa sio tu hapo, lakini kuna shida nyingine ambayo ni ya kudharau kujitegemea. Wasomi wengi hawataki kujitegemea. Kuna baadhi ya kazi ambazo wao wanasema kwamba hawawezi kuzifanya, na inapofika kipindi kile wanaanza kuchagua kazi, ndipo unawakuta wanashindwa kuingiza kipato, kwa sababu hawakuweza kupata mafikiri ya kutengeneza kampuni, kwa maana ya kusema watengeneze mapato ya ziada nje ya elimu yao. Na hii ni changamoto kubwa sana ambayo wengi wa wasomi wanakuwa nayo kabisa. Wanadhani ya kwamba mshahara peke yake unatosha. Nilikuwa nikizungumza na mwalimu wangu mmoja ambaye nampenda sana, tukizungumzia tatizo la ajira na tatizo la kujitegemea. Alikuwa anasema ya kuwa wengi hawatakuwa na fedha za kujibu mahitaji yao wala kulipa madeni yao mpaka pale watakapoamua kufanya kazi za chini sana. Na hapa ndipo ninamkumbuka pia mwalimu mwingine ambaye anaitwa Elvidio Aminiani. Huyu ni dokta katika falsafa, lakini dokta katika saikolojia pia, tena ni dokta katika theology. Huyu jamaa anazungumza ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa kazi na kuna kile ambacho kinaitwa ajira. Kazi ni kile kitu cha kufanya kwa mujibu wake, lakini ajira
ni ile ambayo unaajiriwa sehemu ili kila mwezi upate kitu fulani kulingana na mapatano mliopatana. Sasa yeye anasema unaweza kukosa ajira lakini huwezi kukosa kazi. Ukikosa kazi yani ukikosa cha kufanya, ina maana wewe haustahili tena kuishi duniani. Kwa maana ile unaweza ukakosa kazi kwa maana ya ajira, lakini huwezi kukosa cha kufanya kwa maana ya kazi. Tengeneza kitu ambacho unaweza kukifanya. Na sasa kwa sababu wasomi wengi wanashindwa kutengeneza mapato ya ziada, kutengeneza kampuni ambayo inaingiza mapato ya ziada, kutengeneza kitu ambacho kinaingiza mapato ya ziada, unawakuta wengi ni maskini. Kushindwa kuelewa mambo yale na kuzani kwamba wanayaelewa kuna waingiza wengi wao katika matatizo. Nataka uelewe kwamba kushindwa kugeuza elimu kuwa pesa kunamfanya mwenye elimu awe maskini. Kushindwa kujifunza na kudhibiti nidhamu ya matumizi ya fedha kuna kufanya hata uwe na elimu ya namna gani uwe ni maskini. Kushindwa kuongeza kipato cha ziada hata uwe na elimu ya namna gani, wewe utakufa ni maskini. Na shida ya mwisho ambayo ni kubwa sana, wengi walienda shuleni ili wapate elimu, lakini sio kwamba wapate uelewa. Na leo asubuhi nilikuwa nazungumza na mwanangu, nikamwambia, nilikuwa namuuliza unaenda shuleni kufanya nini? Akaniambia ninaenda shuleni kusudi nipate akili. Baadaye nikamuuliza akili? Akaongeza tena ili nipate kuwasaidia watu wengine. Nikamwambia sawa, vizuri sana. Lakini nikamwambia bahati mbaya ni kwamba akili haiko shuleni. Watu wanaenda shuleni wakiwa tayari na akili zao, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaishi ambaye hana akili. Namna ya kutumia akili na kiwango cha kutumia ndicho kinapishana. Kwa hiyo usiende shuleni mwanangu kutafuta akili. Akili unayo tayari. Nenda shuleni utafute uelewa. Ukishapata uelewa, tengeneza nia ya kujenga kitu, nia ya kutenda kwa ajili ya kujisaidia wewe na kuwasaidia watu wengine. Tenda kile ambacho umekielewa vizuri, kwa sababu shuleni unatafuta tu uelewa. Huko unatafuta uelewa katika kuandika, kusoma na kupiga mahesabu, lakini kupata uelewa kuhusu mambo mengine tofauti tofauti. Lakini ikiwa ni akili, haiko shuleni. Na nikamwambia shuleni usitafute fedha, na kila mara ukikutana na tajiri kamwe usiwahi kumwomba fedha, muombe uelewa wake. Anaelewa nini kuhusu mambo ya fedha, anaelewa nini kuhusu maisha, na hayo ukishayapata kama vile uelewa, nenda ujenge nia ya kutenda kilicho chema katika yale uliyoyasikia. Naamini ikiwa tutenda shuleni kwa kutafuta uelewa, ikiwa wasomi watatafuta uelewa na kutengeneza nia ya kutia uelewa wao katika matendo, basi watatengeneza utajiri. Sijui wewe kwa upande wako unadhani kwa nini wasomi wengi ni maskini? Nitafurahi sana mimi kusoma kwenye comment, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. Ninaamini tutakutana kwenye mlima wako wa mafanikio, pale kwenye kilele chake kabisa, kwa sababu mafanikio ni haki ya wote. See you. Lakini jifunze.